Kwa majina yangu ni Njala Mwaluma ambaye ni mkazi wa Mwatate pale Singila Majengo. Siku ya leo niko na furaha mingi kwa niaba wananchi wa Mwatate na kwa niaba ya watu wa Taita Taveta. Kwa mara ya kwanza mnaelewa kwamba kesi ile ya Mwatate Sisal imekaa kwa zaidi ya miaka karibu 30 kotini. Tulikuwa tumeshtakiwa na mambo ya trespass na kesi hiyo imeendelea kotini kwa zaidi ya miaka mingi. Kinachotushangaza ni kwamba kwa hiyo miaka yote kesi imekuwa haisikizwi, kesi imekuwa ni adjournment mwaka baada ya mwaka, miezi baada ya miezi. Na tatizo halikuwa upande wetu, tatizo lilikuwa upande wa ndugu zetu wa Taita Sisal Estate. Hawajawahi kukubali kutaka kusikia kesi sikizwe na kesi iweze kuamuliwa. Lakini tunashukuru dakika ya mwisho kesi hii, kwa baada ya kukaa kwa hiyo miaka yote, watu walikuwa wanazuiliwa kujenga, watu walikuwa wanazuiliwa kulima, watu walikuwa wanashikwa na mifugo yao, kwamba mifugo ikionekana kwa makonge inashikwa, watu hawezi kulima. Hata kuhubiri injili ilikuwa ni tabu, kwamba hata makanisa ilikuwa ni shida, haiwezi kuwa pale Majengo Singila. Lakini tunashukuru dakika ya mwisho Mungu ametusikia, na mbele yenu hapa tuko na court order ambayo imetoka Mombasa kwa jaji anaitwa Kibunja. Kesi hii imeisha rasmi. Ndugu zetu wa Singila na Majengo ambao mnaelewa mlikuwa mmezuiwa kufanya mambo mengi, sasa kesi imeisha na imeamuliwa tarehe 29 mwezi huu wa 10 Mombasa High Court kwa jaji anaitwa Kibunja. Baada ya ndugu zetu wa Taita Sisal tumesukumana kotini, wao wamekubali withdraw hiyo application yao walikuwa wameweka ya trespass, na hiyo kesi sasa imemalizika na hiyo kesi imefungwa rasmi. Kwa hivyo hiyo kesi ya Singila Majengo na Mwatate Sisal entirely haiwezi kufufuliwa tena, hiyo imekwisha. Na ya pili, jaji ameamua kwamba tulipwe gharama zote za ule muda wote tumeteseka kotini kwenda kurudi. Kwa hivyo tumefile cost juzi na hizo cost zasikizwa tarehe 29 mbele ya jaji anaitwa Kibunja. Ombi langu ni moja kwa ndugu zetu wa Taita Sisal Estate. Mnaelewa kwa sasa tangu koti iweze kutoa msimamo na nyinyi mme withdraw case kotini ambayo sisi tulikuwa tayari kuendelea nayo mpaka mwisho, ni kwamba kwa sasa kisheria hamfai kufanya lolote. Hilo shamba sasa sio lenu, hiyo ni mali ya community, kwa sababu mambo ya ownership imeleta tabu. Na hata kwa sasa bado kuna vitu tunafuatilia. Mnakumbuka 2021 kesi ilikuwa bado iko Mombasa, kulikuwa na order ya status quo, na ndugu zetu wa Taita Sisal Estate na wengine viongozi Taita Taveta walienda wakashirikiana wakakubaliana ati ekari 3000 ikatwe ndani ya Taita Sisal Estate iuziwe community wa Taita Taveta. Hiyo kitu sasa imeanza kuchangamkiwa. Tunataka kujua hakuna kwa registry yoyote ya Taita Taveta ambayo inaweza kutoa title Kwale na Mombasa. Hizo titles za Mwatate stroke Mwatate, huo ni uhalifu wa hali ya juu. Tumeomba wizara ya National Government, upande wa wizara ya ardhi, pia tumeandikia National Land Commission, na tumerudi pia kwa jaji ya Boto wa Voi. Tunataka wale wote waliohusika, maregistrar wa Taita Taveta, whoever alihusika kuweka mkono kwa hizo title 3000 ambazo ni Mwatate stroke what. Hakuna registry ya Taita Taveta ama ya Kenya iko Kwale Kilifi ama Kwale Mombasa. Uhalifu wote unafanywa hapa Taita Taveta. Na mimi nataka kuambia viongozi na wananchi wa Taita Taveta, shida ya Mtaita na Mtaveta ni Mtaita na Mtaveta. Shida ya viongozi ni hapa, kuanzia uongozi wa juu mpaka ule wa mashinani, MCA wote wamelala. Na ndio maana unaona issue ya eviction imekuwa so alarming Taita Taveta. Na kuna baadhi ya viongozi wengine wa serikali ambao pia wanashirikiana na watu fulani kubadilisha vitu bila wananchi kujua. Na wananchi lazima waelewe, kesi ikiwa kotini haina shortcut. Wewe usilete mwanasiasa hapa useme ni mbunge, ni governor, ni MCA, sijui nini. Hawa wataongea kwa mapodium na wataenda nyumbani. Nyinyi ambao mko na kesi trespass bado mtafuatwa tu. Na kama uko kotini lazima kesi sikizwe na kesi ishe. Kwa hivyo ningeliomba hivi,
kwamba viongozi wa Taita Taveta mmetufail. Zile eviction ziko Taita Taveta nyinyi ndio mnasababisha. Na mnakujaga mkijifanya wangwana wakati eviction inafanyika, mnaleta maziwa, mnaleta mikate, mnaleta sijui hema, na mtu amevunjiwa nyumba anaenda kuishi namna gani? Recently tumesikia Taveta. Juzi ilikuwa ni Voi. Na kuna zingine bado sahii watu wako wanakalia miguu. Hawajui eviction itaanza lini, siku gani. Hapa Taita Taveta tunajua ziko. Na kuna watu bado watabomolewa. So tunaomba hii umaskini wa kufukuzwa Taita Taveta ukome once and for all. Wataita wanafaa kuwa na haki ya kukaa manyumbani pale wameishi solonga zu kuvamia shamba la mtu. Kwa hivyo mimi ninaomba hata wale wanunuzi wa mashamba, wale ambao mnanunua maplots, anza ufanye uchunguzi pale ambapo unaenda kujenga, pale mali unaenda kukaa, pamewahi kuwa na kesi, pamewahi kuwa na dispute, pamewahi kuwa na nini. Msitumie na wanasiasa, hawa ni wakupita. Miaka 5 anaenda, anawacha kwa tabu. So mimi ombi langu ni moja tu. Viongozi wa Taita Taveta tushirikiane tuwe kitu kimoja. Tusiwe tu ni watu wa kustuka wakati tinga zimeingia, nyumba za watu zinavunjwa, ati ndio mnakimbia kwa media kusema hii mambo hamkuwa mnajua, mlikuwa mnajua. Na hata wengine mlikula milungula kwa wale watu ambao wamechukua hayo mashamba, wale viongozi ambao wananyanyasa wananchi, tunajua. Hao mabwenyenye wote wako Taita Taveta, si kwamba wapati kitu. Hiyo tuko na information. Mmekuwa mkikula huko na watu wanajifanya takana kwamba hawajui. So wananchi wakipatwa na shida ndio mnaanza kukimbia kusema kwamba haya yametokea, tunaomba wizara. Utaombaje wizara wakati eviction imeingia? So ombi letu tunaomba issue ya Mwatate kwa sasa ibaki kuwa hivyo. Mzungu angoje kile kinakuja, ambayo tunangojea wizara, tunangojea bunge la kitaifa, committee ya lands, tunangojea National Land Commission, watafanya officially declaration, hayo mashamba rudi kwa community. Na tunaomba Taita sasa lielewe, hatuna vita na mzungu, hatuna vita na mtu yoyote. Tunahitaji maendeleo kwa kaunti ya Taita Taveta, tunahitaji miradi, lakini tunaomba na yeye kuwe muungwana ya kwamba subiri haya mashamba rudi kwa wananchi. Kama ataomba upya, aombe kwa mwananchi, title irudi kwa mwananchi, wananchi wenyewe wakubali, aendelee na Makonge ama aende mwingine aingie. Sisi tunataka watu ambao wanaishi na watu kwa amani, sio kuishi na watu na mambo ya makesi, kushikashika watu ovyo ovyo, kamata mali za watu ovyo. Hiyo tabia lazima ikome. Na viongozi wetu wa Taita Taveta nataka niwaambie, if kama kweli unataka kurudi 2027, because mimi nataka niwaambie issue ya mashamba inawapeleka nyote nyumbani. Hii miaka ambayo imebaki 2.5 mwanze kujipanga, mtengeneze uhusiano bora na wananchi wa Taita Taveta. Tumechoka kuwa na viongozi ambao hawajielewi, hawajui ardhi za Taita ziko namna gani, hata hawana ufahamu. Wao ni kusherekea tu wakikutana na watu wa matajiri. Mimi nawaambia 2027 huenda ikawa sasa mwananchi wa Taita Taveta akatae viongozi wale wako sasa, wale wako 1 term waende nyumbani, wale wamebahatika kuserve 2 terms bahati yao. Lakini huenda ikawa raundi hii tukiingia kwa debe tutapeleka kila mtu nyumbani ili tupate fresh generation ambayo iko na uchungu na watu wa Taita Taveta. Kwa hivyo tunaomba serikali kuu itusaidie kuangalia masavea wale ambao ni wafisadi Taita Taveta, wale registrar wote ambao ni corrupt Taita Taveta waende transfer. Sisi tunataka watu ambao wanaelewa, wanajua nini. Haifai kazi inafanyika, kesho tena watu wanarudi kotini kupeleka maregistrar kotini. Na hii kitu ndio itafanyika. Wale wote ambao wamehusika na hiyo 3000 ambayo ilikuwa inakuwa subdivided iuzwe na watu wa Mvono Green City, wataenda kotini wote, because hakuna process walifuata kisheria. Na watatuambia hizo minutes walitoa wapi, ni nani aliyopatia hiyo guarantee, ni nani aliyopatia approval. Kama ni watu wa Land Control Board, tunataka kujua Land Control Board mliketi na kina nani mlibusisha. Ardhi ni kitu ya uhai, ardhi ni kitu muhimu. So kama unafanya vitu bila kufuata sheria, ni kotini utaenda. Hata kama ulikuwa chief, hata kama ulikuwa retired chief na ulifanya makosa ukiwa kwa ofisi, utawajibika. Hata kama ulikuwa DC, ulifanya makosa au kaenda transfer, tutakutoa kule ulirudishwa, uje ujibu mashtaka hapa. So tunaomba heshima ikue, na viongozi waheshimu wananchi na waheshimu haki zao.